ambazo zinaelezea mchezo uliopangwa kuchezwa kwenye uwanja wa Al Hassan Mwinyi ambao unahusisha KMC ambaye ni mwenyeji na mgeni Simba Sports Club. Ni kama taarifa zimeweza kubadilika na kupitia kwa Halid Chukuchuku ambaye ni afisa habari wa KMC, amesema kwamba mchezo huo umerudishwa Dar es Salaam. Kwa mchezo wa tarehe 11 utachezwa Dar es Salaam kwa maslahi mapana ya nchi, lakini pia kwa maslahi mapana ya wenye mamlaka. Kwa wenye mamlaka ambao ni bodi ya ligi, wao ndio wameurudisha mchezo Dar es Salaam, lakini kanuni zinaitaka timu kuweza kuchagua uwanja wa kwenda kuchezea, na KMC alichagua uwanja wa Al Hassan Mwinyi ili acheze mechi ya tarehe 11 dhidi ya Simba Sports Club, lakini pia tarehe 14 wacheze dhidi ya Tabora United ambaye Tabora United atakuwa ni mwenyeji. Kwa hiyo gharama za kwenda rudi zitakuwa zimepungua, lakini mwisho wa siku tumeona utofauti. Mchezo huo umerudishwa Dar es Salaam na utachezwa pale KMC Complex, na mwenyeji ataendelea kuwa KMC na mgeni atakuwa ni Simba Sports Club. Kwa maana hiyo kuna hili sasa inaonyesha kwamba bodi bado wana nguvu. Yaani zile kanuni hazina nguvu tena. Ni kama tu sakata la Simba na Yanga. Kanuni hazina nguvu. Kwa sababu kanuni zinasema timu ya ligi kuu ina uwezo kutoa michezo yake miwili nje ya uwanja ambao walikuwa wanautumia. Kwa maana hiyo unaweza kutoa mechi moja mkondo wa kwanza. Yaani kuna ile michezo 15 ya mwanzo ukachagua kumtoa mmoja. Kwa mfano wewe timu yako ni Milambo FC wanazuke Mselebende, ukawatoa Nazareti ya Njombe, ukawatoa kwenye uwanja wako wa Kumbukumbu ya Vita, ukawapeleka kwenye uwanja wa Ilulu Lindi. Kanuni zinaruhusu. Baada hapo mzunguko wa pili kwenye michezo 15 ya pili unaweza ukachagua tena timu nyingine ukaitoa kwenye uwanja wako wa nyumbani ukawapeleka kwenye uwanja mwingine ambao utaona wewe una maslahi na unaweza kwenda kuutumia. Sasa KMC wameweza kutumia haki yao ya kikanuni kuweza kuwapeleka Simba Sports Club Al Hassan Mwinyi Tabora, lakini imetangazwa muda mrefu na siku ya kesho tarehe 8 KMC walikuwa wanafika Tabora kwa ajili ya maandalizi yao ya mchezo wa tarehe 11, lakini taarifa kama zinaonekana kugeuka na mchezo utachezwa Dar es Salaam na hautochezwa tena mkoani Tabora. Kwa hiyo tayari umetokea mkanganyiko, yani kanuni zimekanyagwa na bodi imeweza kuamua mchezo huu uchezwe Al Hassan Mwinyi, mchezo huo uende kuchezwa kwenye uwanja wa KMC ambao ni jijini Dar es Salaam, kutokana na ratiba Simba ambao atakuwa na UAI kwenda kucheza na RS Berkane ya Morocco ambao watacheza tarehe 17. Kwa hiyo kucheza tarehe 11 bado kuna siku 6, lakini kwangu mimi maoni yangu mechi ingechezwa Tabora ambapo KMC ameuchagua huo uwanja. Tunafahamu sisi kwamba KMC sasa hivi hawako vizuri sana kiuchumi, kwa hiyo mchezo wa Simba ungewaboost kwa sababu wangepata gate collection, wangeweza kumalizia vizuri michezo mitatu ambayo imesalia ligi kuu. Lakini msimu ambao Young Africans alifika finali ya Confederation, Yanga walivyotoka kucheza na Club Africain nafikiri ya Tunisia, Yanga walipitiliza kwenda kucheza kwenye uwanja wa CCM Kirumba, walienda kucheza na Kagera Sugar. Yanga walikuwa hawajapumzika. Tunafahamu baada ya mechi yao ya mwisho ya finali dhidi ya Usma, Young Africans ilipofika tu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aliomba Yanga waweze kupata nao chakula cha usiku. Akamwambia Mheshimiwa Rais, tuna mchezo mgumu, tuna mchezo Mbeya na hatuhitaji kupumzika kwa sababu tunaenda kwa kuunga. Mheshimiwa Rais alizungumza na Young Africans, wakakubali, wakapata chakula cha usiku na akawapa ndege ambao aliwapatia ndege Young Africans, wakaenda kucheza Mbeya. Kwa hiyo Yanga wakupata muda wa kupumzika kutoka kucheza na Club Africain ya Tunisia, lakini pia wakupata muda wa kupumzika baada ya kucheza na Usma kutoka Algeria. Lakini kwa Simba inaonekana kwamba kuna favor fulani, yani bodi inatumia nguvu yake kubwa kuhakikisha mchezo wa Dar es Salaam na uchezo mkoani Tabora. Tunaona baadhi ya viongozi wa KMC wanalalamika. Lakini pia hata JKT Tanzania mechi na Simba hii ambayo imetamatika na Simba ameshinda goli 1-0 ambayo alifunga Fabrice Luamba Ngoma. JKT waliomba kwenda kuutumia uwanja wa Mkwakwani mkoani Tanga, lakini shirikisho la soka na bodi walikataa. Wamewakatalia JKT, mechi kabaki Dar. Kuona hii mechi ya KMC imebakia Dar, nafikiri watu wa kanda magharibi watakuwa wamelani sana, walikuwa wanataka kuiona klabu yao ya Simba Sports Club ikicheza kwenye ardhi ya mkoa wa Tabora, waende kuujaza uwanja, lakini ingewasaidia KMC, wangepata zaidi ya milioni 100 plus ambayo ingewasaidia kama nilivyosema awali. Kwa KMC wanakwenda kupata fedha kiduchu pale KMC Complex. Kwa kama wanakwenda kupata fedha kiduchu, haiwezi kuwasaidia, yani kwamba watapata fedha kuwasaidia ndani ya muda mfupi, lakini mwisho wa siku wenye mamlaka ndio wamekataa. Kwa maana hiyo wamekanyaga kanuni, na kama wamekanyaga kanuni
mwisho wa msimu vilabu vitakutana na bodi na TFF kwa ajili ya kupanga kanuni. Kwa maana hiyo sasa lazima wanapoenda kutengeneza kanuni mpya au kuboresha kanuni, lazima waende na msisitizo kwamba tunataka kanuni zifuatwe mpaka mwisho. Hatutaki kuona kanuni zikikanyagwa. Wawekena makubaliano ni kuelezeze kanuni kwamba wakitokea viongozi wa bodi ya ligi wakikiuka kanuni, basi automatically hawapaswi kuwa viongozi. Kama ilivyo tu vilabu vikikiuka kanuni, zile imani za kishirikina, faini yake tuna milioni 5, sijui watu hawajatumia dressing room, faini milioni, sijui watu hawajafanyaje. Kwa zile kanuni zinazotumika kuadhibu vilabu pia zitumike kuadhibu viongozi wa bodi ya ligi ambao wataenda kinyume cha kanuni inavyotaka.